Karibu kwenye habari za ulimwengu. Iran na Marekani zimeonekana kuchukua hatua mpya kuelekea diplomasia baada ya Tehran kuonyesha utayari wa kuanza mazungumzo na Washington kuhusu mzozo wa nyuklia. Hatua hiyo inakuja wakati mvutano wa kisiasa na kiusalama kati ya mataifa hayo mawili ukiwa bado uko juu. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametoa idhini ya kuanza kwa mazungumzo, akisisitiza kuwa Iran iko tayari kushiriki katika mazungumzo ya haki na yenye usawa, ili mradi tu yafanyike bila vitisho vya kijeshi wala mashinikizo ya kisiasa kutoka upande wa Marekani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kidiplomasia, mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika katika siku chache zijazo, yakihusisha maafisa wa ngazi za juu kutoka pande zote mbili, huku lengo kuu likiwa ni kupunguza mvutano na kufufua majadiliano yaliyokwama kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hatua hii imekuja baada ya miezi michache ya hali tete, ambapo Marekani imeendelea kuishinikiza Iran kuhusu shughuli zake za nyuklia, ikidai kuwa Tehran inakaribia viwango hatarishi vya urutubishaji wa uranium, madai ambayo Iran imekuwa ikiyakanusha na kusisitiza kuwa mpango wake ni wa amani. Kwa upande wake, Iran imekuwa ikilalamikia vikwazo vya kiuchumi vinavyowekwa na Marekani, ikisema vimeathiri pakubwa maisha ya raia wa kawaida na uchumi wa taifa hilo, huku ikitaka mazungumzo yoyote yajikite pia katika kuondolewa kwa vikwazo hivyo. Licha ya ishara hizi za diplomasia, viongozi wa Marekani wameendelea kutoa kauli za tahadhari, wakionya kuwa endapo mazungumzo hayo hayataleta matokeo, chaguzi nyingine ikiwemo shinikizo kali zaidi zinaweza kuzingatiwa, jambo linaloendelea kuonyesha sintofahamu kuhusu mwelekeo wa mahusiano ya pande hizo mbili. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema hatua ya Iran kukubali mazungumzo inaashiria jaribio la kupunguza hatari ya mzozo wa kijeshi, hasa katika kipindi ambacho Mashariki ya Kati tayari inakabiliwa na migogoro mingi, ikiwemo vita vya Gaza na hali tete nchini Syria na Lebanon. Hata hivyo, wachambuzi hao wanatahadharisha kuwa safari ya mazungumzo haitakuwa rahisi kutokana na ukosefu wa imani wa muda mrefu kati ya Tehran na Washington, pamoja na shinikizo la kisiasa la ndani kwa viongozi wa pande zote mbili. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Ulaya na mataifa ya Ghuba imepokea kwa tahadhari dalili hizi za mazungumzo, ikisisitiza kuwa suluhu ya kidiplomasia ndiyo njia pekee ya kudumisha amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa kwenye mazungumzo hayo yanayotarajiwa, huku swali kubwa likiwa ni je, diplomasia hii mpya inaweza kuvunja mzunguko wa miaka ya mvutano, au kama itakuwa ni sura nyingine ya mazungumzo yatakayokwama bila suluhu ya kudumu. Hiyo ndiyo hali ya uhusiano wa Iran na Marekani kwa sasa, ukiwa umejaa mchanganyiko wa matumaini ya mazungumzo ya kidiplomasia na hofu ya kurejea kwa mvutano mkali unaoweza kuathiri usalama wa eneo na dunia kwa ujumla. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.